Uhali gani mtazamaji wa SAU TV? Karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wavuvi wa eneo la mtaa wa Swea wamesema kuwa wanakabiliwa na changamoto lukuki kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha jijini Mwanza. Ndaitwah aanza kazi kwa kuzindua elimu ya juu bila malipo. Na katika michezo, mashabiki waeleza hisia zao marudiano kati ya Simba na Stellenbosch utakaopigwa huko Afrika Kusini. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mwanaidi Mubarak nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Maureen Samson atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamud Sanze. Na tuanze na habari za kitaifa. Wavuvi wa eneo la mtaa wa Swea wamesema kuwa wanakabiliwa na changamoto lukuki kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha jijini Mwanza ambazo zinaathiri shughuli zao. Wakizungumza na SAU TV, wavuvi hao wamesema mvua hizo zimeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli zao za uvuvi kwa kusababisha mawimbi makali, uharibifu wa zana za uvuvi na kushuka kwa kipato kutokana na kupungua kwa siku za kufanya kazi ziwani. Mwanahabari wetu Frank Madwiga anaeleza zaidi. Leo hii nimetia nanga katika maeneo haya ya Swea Beach ambapo nimekuja kuzungumza na wavuvi. Wanaambia ni kwa namna gani wanapitia changamoto katika kipindi hiki cha mvua kali na ni kwa namna gani wanapambana na changamoto hizo. Moto ambao kwenye kipindi cha mvua mojawapo ni wavuvi waga na athirika sana kwa ajili ya na kuhamisha shughuli za uvuvi. Sasa inawabidi tu kipindi hicho cha mvua wakati inanyesha inabidi mtoke. Kwa majina anaitwa Pascal Wambura, ni mkazi wa Swea. Katika changamoto za uvuvi wakati huu wa mvua na changamoto mbili. Kwanza ni upepo, alafu cha pili ni mvua ambayo inasababisha kwamba wafanyakazi wa ziwani wanashindwa kufanya kazi kwa usahihi. Ila kikubwa huwa ni upepo unaotokea pamoja na mvua. Na changamoto ya pili ni magugu maji ambayo yanatusumbua sana. Kuna vigugu maji vidogo vidogo yani vimezuka sana katika ziwa Victoria. Hivyo vinachangiza kwamba upatikanaji wa samaki unakuwa ni mchache. Mpenzi mtazamaji wa SAU TV, uliosikia ni maoni pamoja na mawazo ya wavuvi hawa ambao wanapatikana katika eneo la Swea Beach jijini Mwanza. Je, yapi ni maoni yako kuhusiana na mvua kali ambazo zinaendelea katika maeneo mengi katika nchi ya Tanzania? Ulikuwa nami mwanahabari wako Frank Madwiga wa SAU TV. Shukrani sana Frank Madwiga kwa taarifa hiyo, na tuelekee katika taarifa nyingine. Uharibifu wa miundombinu ya maji ikiwemo mabomba yaliyopasuka imeibua hofu kwa wakazi wa mtaa wa Silivini kata ya Luchelele jijini Mwanza, hali inayosababisha usumbufu mkubwa kutokana na maji kusambaa ovyo katika makazi na barabarani, huku wakazi wakitoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kurekebisha changamoto hiyo. Taroge Daniel anaeleza kwa undani. Uharibikaji wa miundombinu ya maji ikiwemo upasukaji wa mabomba umezua hofu miongoni mwa wananchi wa Malimbe, hali iliyowafanya baadhi yao kupaza sauti wakiziomba mamlaka zinazohusika kusaidia kupunguza adha inayotokana na kusambaa kwa maji hayo, hususan katika maeneo ya makazi na barabarani. Kwa jina naitwa Sabini Rodo, mkazi wa Malimbe. Yaani changamoto kubwa hasa hapa kwetu ni maji. Maji yamekuwa ni changamoto sana. Yaani unaweza ukaona mabomba barabarani maji yanavuja kwa wingi, unarudi nyumbani maji hamna. Yaani maji yanatusumbua. Naomba labda idara ya maji tusaidie kufuatilia haya mabomba yaliyopasuka huku barabarani. Naitwa Joram Thomas. Yapo maeneo mengi ambapo mabomba yamepasuka ambapo kinapelekea changamoto ya maji kwa kubwa zaidi. Lakini issue ambayo inakuwa inatatiza sana mabomba kupasuka kwamba maji yasitufikie, lakini kuna kipindi pia hata sehemu ambapo mabomba hayajapasuka maji pia hamna. Kwa majina naitwa Elizabeth Simeo. Shida maji ni changamoto sana. Kuna mabomba yamefumuka, maji yanamwagika tu ovyo. Wito wetu tu sisi watusaidie kututengenezea yale mabomba ambayo yanafumuka humo mtaani. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa Silivini Rajab Malugu amewataka wananchi wa mtaa huo kuwa na utaratibu wa kukarabati miundombinu iliyopo katika maeneo yao ili kusaidia
kufanikisha juhudi za serikali katika utunzaji wa rasilimali hiyo muhimu. Majina ya Rajabu Ramadhani Malugu, mwita mtaa Silivini. Hasa upasuaji wa mabomba manake inakosa jukumu la serikali, ni jukumu la mteja ambako ameshavuta na amekwisha peleka nyumbani kwake. Ndio kukagua miundombinu yao mara kwa mara, kwa sababu tukikuta miundombinu ambao unamwaga maji, sisi tunakata yale maji, tunakunja ile mpira ili mwenye nalo aje akiconnect ajili kuendelea kuzuia ile maji ndio kupotea. Akikuta bomba limekata, manake atatafuta fundi, ataunga gharama zake mwenyewe. Nikiripoti kutoka hapa Malimbe jijini Mwanza, Taroge Daniel, Sauti TV. Asante sana Taroge Daniel kwa taarifa hiyo, na tuende katika taarifa nyingine. Wakazi wa mtaa wa Malimbe wamelalamikia hali mbaya ya barabara inayotoka eneo la ATM hadi Mkolani, wakisema kuwa miundombinu hiyo mibovu imekuwa kikwazo kikubwa kwa shughuli zao za kila siku. Aidha, wamesema barabara hiyo imejaa mashimo na haipitiki kwa urahisi kipindi cha mvua, hali ambayo inasababisha adha kwa watoto wanaokwenda shule, wagonjwa na wafanyabiashara. Hivyo wanaiomba serikali kuchukua hatua za haraka ili kuboresha barabara hiyo, wakisisitiza kuwa miundombinu duni bado ni changamoto inayokwamisha maendeleo ya wananchi. Turudi kwake tena, Frank Madwiga anasimulia zaidi. Licha ya jitihada ambazo zinawekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha ya kuwa maeneo yote nchini yanakuwa na miundombinu bora na imara, lakini bado inaonekana changamoto haziwezi kuisha. Kwani leo hii nipo katika eneo la Malimbe, mtaa wa Masha, katika barabara inayotoka moja kwa moja kutokea ATM mpaka Mkolani. Na Sauti TV Habari imepata wasaa wa kuzungumza na watumiaji wakuu wa barabara hii, yaani madereva pamoja na waenda kwa miguu. Nao wameeleza kero kubwa wanazokutana nazo katika shughuli zao nzima za kila siku. Kwa majina naitwa Felician Zakaria Damasi, dereva bajaji barabara ya Nyaingi Mkolani. Katika upande wa utendaji kazi kwetu sisi kama madereva kupitia hii barabara ya Nyaingi hadi Mkolani, changamoto tunazozipata ni nyingi. Ya kwanza ni ubovu wa barabara. Ubovu wa barabara unasababisha uharibifu wa vyombo, kufanya service kwa wakati ambao sio sahihi wa kufanya service za mara kwa mara. Alafu kitu kingine, tunakosa ile hali ya utulivu kwa wale abiria tunaowabeba. Unakuwepo na hamna ile hali ya utulivu, mteja anaenda anatikisika tu mara mabonde, kiasi kwamba hata kama mteja ana shida labda ya kiafya kidogo, inakuwa ni changamoto kidogo kwa upande wake. Kwa majina naitwa Fortunatus Lukwala, mtumiaji mkubwa sana wa barabara ya kutoka Masha hadi kwenda Mkolani. Changamoto ya barabara yetu, barabara ni mbovu sana. Barabara ina mashimo mengi, inatupa usumbufu kwenye vyombo vyetu vya usafiri. Ombi langu kwa serikali, wasisubirie mpaka uchaguzi ndio rekebishe barabara. Naomba turekebishie barabara tuweze kufanya shughuli zetu kwa usahihi zaidi. Kwa majina naitwa Francis Patrick, ni mkazi wa Malimbe. Ni kweli barabara yetu hii ya Malimbe mpaka Mkolani ina changamoto nyingi sana. Na hiyo changamoto zinasababishwa na ubovu wa barabara. Ukiangalia barabara yetu haina ile hali ya lami. Kwa hiyo inasababisha sana kuchelewesha barabara. Kwa mfano, hii barabara inategemewa na watu ambao wanapeleka bidhaa Buhongo. Kwa hiyo inachelewesha zile bidhaa kutoka Malimbe mpaka Buhongo. Sauti TV Habari haikuishia hapo tu, kwani ilipiga hodi mpaka ofisi ya serikali ya mtaa wa Masha na kuzungumza na mwenyekiti wa mtaa huu. Naye alikuwa na haya ya kusema. Ndugu Mwita Mchuni, mwenyekiti serikali ya mtaa wa Malimbe. Napenda kuongelea kuhusu barabara inayotoka ATM chuo cha Mtakatifu Agustino kuelekea Mkolani, eneo la msikitini, ambapo inaungana na barabara inayotoka Mwanza mjini kuelekea Shinyanga. Barabara hii iko chini ya TARURA. Kwa hiyo na ujenzi unaendelea taratibu, na kwa mwaka wa fedha huu unaokwisha tulipewa maelezo kwamba tutapata kiwango cha lami kiasi cha nusu kilomita kutoka ATM kuja kuelekea upande wa Mkolani. Mtazamaji wa Sauti TV, ni matumaini yangu ya kuwa
umeweza kuwasikia watumiaji wakuu wa barabara hii ambao ni madereva, lakini pia waenda kwa miguu, na zaidi sana umeweza kumsikia mwenyekiti wa mtaa huu wa Masha. Na Waswahili wanasema ya kuwa kilio cha wengi hakikosi majibu. Swali linalobaki ni je, wananchi hawa watasikilizwa? Kwa majina yangu ni Frank Madwiga wa SAUT TV. Asante sana Frank Madwiga kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni habari za kimataifa. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah ambaye ameapishwa hivi karibuni kuwa kiongozi wa kwanza mwanamke katika historia ya nchi hiyo, ametangaza mpango mpya wa serikali kutoa elimu ya juu bila malipo katika taasisi za umma. Akihutubia bunge wakati wa hotuba yake ya kwanza ya hali ya kitaifa, Rais Nandi-Ndaitwah ameeleza kuwa serikali itaanza kufadhili kwa 100% elimu katika vyuo vikuu na vyuo vya ufundi vinavyoendeshwa na serikali kuanzia mwaka wa masomo wa 2026. Kwingineko kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya Ukraine. Wito huo umetolewa kufuatia mashambulizi mapya yaliyofanywa na Urusi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo mji wa Kiev. Kwa undani wa taarifa zaidi za kimataifa, Abdul Ali anaeleza kwa kina. Tukianzia nchini Namibia, mpango huu umeeleza kuwa ni mwendelezo wa juhudi za serikali katika kuboresha upatikanaji wa elimu, ambapo tayari elimu ya msingi na sekondari inatolewa bila malipo katika shule za umma, ingawa wazazi bado huchangia gharama za vifaa vya masomo, sare na malazi. Katika tangazo lake, rais ameeleza kuwa sera hiyo mpya itaondoa ada za usajili na masomo kwa wanafunzi katika vyuo vinavyomilikiwa na serikali, hatua inayolenga kuondoa vikwazo vya kiuchumi vinavyowazuia vijana wengi kupata elimu ya juu. Aidha, rais huyo ameongeza kuwa serikali ya Namibia imetambua changamoto zinazowakumba vijana, ikiwemo ukosefu wa ajira na kiwango cha juu cha umaskini, ambapo takwimu zinaonyesha kuwa watu milioni 2.1 kati ya jumla ya wakazi milioni 3 wako chini ya umri wa miaka 35. Kupitia sera hii, serikali imeeleza dhamira yake ya kuwekeza katika mwendelezo wa rasilimali watu. Namibia ina jumla ya vyuo vikuu 7 ambapo 2 kati yake vinaendeshwa na serikali na vitahusika moja kwa moja na utekelezaji wa sera ya elimu bure. Vilevile vituo vyote 7 vya mafunzo ya ufundi stadi vinavyosimamiwa na serikali vitatekeleza sera hiyo kwa kuondoa ada zote za masomo. Kupitia hatua hii, Rais Nandi-Ndaitwah ameweka bayana msimamo wa serikali kuhusu umuhimu wa elimu katika nyenzo ya kukuza usawa wa kijamii na kuimarisha maendeleo ya taifa kwa ujumla. Tukihamia nchini Ukraine, mashambulizi hayo yametajwa na mamlaka ya Ukraine kuwa mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miezi kadhaa, yakisababisha vifo na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Trump, ambaye ameonyesha nia ya kutaka kumalizwa kwa vita hivyo, amesema kuwa ni muhimu kwa Urusi kusitisha mapigano na kuzingatia njia za kidiplomasia za kumaliza mzozo huo. Wito wake unakuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inaendelea kushinikiza upatikanaji wa suluhisho la amani kwa njia ya mazungumzo. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky naye ameendelea kutoa wito kwa washirika wa nchi yake kuongeza shinikizo kwa Urusi ili isimamishe mashambulizi yake. Zelensky amesema kuwa mashambulizi ya karibuni yanaashiria nia ya Urusi kuendeleza vita kwa kutumia mbinu kali zaidi, jambo linaloongeza mateso kwa raia wa kawaida. Wakati hayo yanajiri, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kuwa mazungumzo ya kimataifa yanayoangazia njia za kumaliza vita yanaendelea na wamefikia hatua ya juu.
Stama amehimiza Urusi kushiriki kikamilifu katika mazungumzo hayo na kuonesha nia ya kweli ya kusitisha mapigano, huku akiongeza kuwa amani ya kudumu haiwezi kupatikana bila kujitolea kwa pande zote mbili na kuzingatia msingi ya haki na usalama wa kimataifa. Mzozo kati ya Urusi na Ukraine ulianza Februari 2022 baada ya Urusi kuivamia Ukraine, na tangu wakati huo umesababisha vifo vya maelfu ya watu, uharibifu wa mji na kusambaratishwa kwa uchumi wa Ukraine. Tukimalizia barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya maombolezo ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, mataifa mbalimbali yameendelea kumwombea kiongozi huyo, ambapo nchini Kenya rais wa zamani Uhuru Kenyatta ameeleza kumbukumbu zake binafsi za kukutana na papa huyo. Kenyatta ametoa kauli hiyo leo wakati wa misa ya mahitaji iliyofanyika katika kanisa kuu la Holy Family Basilica jijini Nairobi, akisema alikutana na Papa Francis mara mbili, ikiwa ni pamoja na wakati wa ziara ya papa huyo nchini Kenya mwaka 2015, na kueleza kuwa hizo ni kumbukumbu za kupendeza na zenye uzito mkubwa kwake binafsi. Makadinali wameanza mikutano maalum jijini Vatican kwa ajili ya kupanga ibada ya mazishi, kuandaa taratibu za kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo, pamoja na kusimamia masuala mengine ya kiutawala katika kipindi hiki cha mpito. Wakati hayo yakiendelea, kiongozi huyo Baba Mtakatifu Francis anayetarajiwa kuzikwa siku ya kesho katika kanisa la Mtakatifu Maria Mkuu mjini Roma. Mwili wa papa umewekwa kwa ajili ya kuagwa na waumini katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kuanzia Jumatano. Aliyekuandalia taarifa hizo ni mimi Abdul Ali, na hii ni SAUT TV. Asante sana Abduli Ali kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Maureen Samson atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Maureen Samson. Tukianzia hapa nchini Tanzania, Tanzania inaweza kukumbwa na hasara kubwa ya kiuchumi na kibiashara kufuatia hatua yake ya kuzuia kwa upande mmoja usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka nchi jirani za Malawi na Afrika ya Kusini, hatua ambayo imeelezwa kuwa na athari za moja kwa moja kwa uhusiano wa kimataifa na biashara ya mipakani. Mwanasiasa mkongwe na mchumi Profesa Anna Tibaijuka amesema kitendo hicho kinaweza kuigharimu Tanzania fursa muhimu za kiuchumi, hasa kuzingatia kwamba nchi kama Malawi hutegemea bandari ya Dar es Salaam kusafirisha bidhaa zake kimataifa. Katika biashara kimataifa, masoko ya fedha duniani yameshuhudia ongezeko kubwa wiki hii, hali iliyochochewa na matumaini mapya kwamba mataifa makubwa yanaelekea kupunguza mvutano wa kibiashara. Hii imewapa wawekezaji imani mpya kuhusu mustakabali wa uchumi wa kimataifa na kusababisha kupanda kwa thamani ya hisa katika masoko mbalimbali duniani. Uchambuzi zaidi wa habari hizi za biashara, Lucia Mkono anaeleza kwa undani. Na kwingineko hapa nchini Tanzania, Profesa Tibaijuka ameonya kuwa zuio hilo linaweza kuvunja mikataba ya kimataifa kama HTO, JTT, GATT ya mwaka 1994 na UNCLOS ambayo inalinda haki za nchi zisizo na bandari kupitisha bidhaa bila vikwazo visivyo rasmi. Ameongeza kuwa endapo Malawi au nchi nyingine zilizoathirika zitalalamika kimataifa, Tanzania inaweza kulazimika kulipa fidia au kupoteza ardhi ya kibiashara katika jumuiya za kikanda kama SADC. Kwa mujibu wa Profesa Tibaijuka, Tanzania inapaswa kutambua kuwa siasa za kibiashara hazihusu tu matumizi ya ndani, bali pia zinaathiri mahusiano ya kiuchumi, ushirikiano wa kikanda na nafasi ya nchi kama lango la biashara Afrika Mashariki na Kati. Aidha, amesisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia na matumizi ya mifumo rasmi ya mashauri ya kibiashara ili kulinda ardhi ya Tanzania kimataifa. Kwa mujibu wa usuluhisho kupitia HTO au SADC, ungekuwa njia bora ya kulinda maslahi ya taifa bila kuvuruga mtiririko wa kibiashara ukanda huu.
Vifungashio ni muhimu sana kwa wafanyabiashara kwani husaidia kuvutia wateja katika biashara zao, lakini pia husaidia kutunza siri za wateja. Kama wanavyoeleza wafanyabiashara hao. Mimi kama mfanyabiashara nina vifungashio kadha wa kadha. Mfano, nina vifungashio ambavyo ni mifuko, nina vifungashio ambavyo ni bahasha na nina vifungashio ambavyo ni gazeti. Hiyo ni mifano ya vifungashio ambavyo mteja kija anapata huduma hiyo ya vifungashio. Kuna umuhimu wa vifungashio katika biashara. Umuhimu wa kwanza, nampa thamani mteja. Kivipi? Mteja anapokuja ofisini kama hapa, unapohitaji huduma ya kitu fulani ukamfikia kwenye aidha mfuko, unampa thamani mteja. Mteja anajisikia amejaliwa, mteja anajisikia amethaminika katika huduma yako. Umuhimu wa vifungashio ni cha kwanza ni nidhamu kwa wateja wangu, naonyesha nidhamu. Cha pili na kuheshimisha na kufunza siri katika ile bidhaa aliyochukua. Alafu pia pale ninapopokea kifungashio mteja wangu, inakuwa nimethaminisha biashara yangu na kuwavutia wateja wengine. Lakini mbali na hayo, wateja nao wanaeleza namna ambavyo uwepo wa vifungashio unavyochangia kuonyesha jinsi wafanyabiashara wanavyoonyesha kujali pamoja na kutunza siri za wateja wao. Kwanza kabisa muuzaji anaponipa kifungashio, kwanza kabisa anaonyesha kunijali. Kwa sababu ukienda sehemu nyingine mtu mwingine anataka kukanunua bidhaa nyingi asikupe kifungashio. Kwa muuzaji anapokupa kifungashio anakuonesha thamani ya ile mteja kwa kuja kumuungisha. Kitu kingine anataka bidhaa yako ifike iwe mahali salama. Kwa sababu unaweza kununua vitu vingine vya kuvunjika, unaweza kushika mkononi vikaja vikaribika, lakini anapokupa kifungashio anajali usalama wa bidhaa yako. Na kwa upande wa kimataifa tuanzie kule nchini Marekani. Soko la hisa la Dow Jones limepanda kwa pointi karibu 500 likifunga juu ya alama 10,000 kwa mara ya kwanza tangu Aprili 15. Masoko mengine kama CP 500 na Nasdaq pia yalipanda kwa 2% na 2.7 mtawalia. Hii ilichangiwa na matumaini kuwa Marekani na China zinaweza kufanya makubaliano mapya kuhusu ushuru. Licha ya China kukiri kuwa mazungumzo hayo yanaendelea rasmi. Rais wa Marekani Donald Trump aliashiria uwezekano wa kupunguza ushuru kwa bidhaa kutoka nchini China, hatua ambayo imeleta matumaini kuwa mfumuko wa bei unaweza kudhibitiwa na minyororo ya usambazaji kuboreka. Barani Ulaya, kampuni kubwa za magari kama BMW zilishuhudia ongezeko la hadi 5% katika thamani ya hisa zao. Ripoti zinaonyesha kuwa Marekani inapendekeza kusitisha tishio la ushuru kwa magari kutoka Umoja wa Ulaya endapo Ulaya itaondoa ushuru wa magari ya Marekani. Katika bara la Asia, soko la Australia lilipanda kwa 0.60 kwa kufikia alama 7968.20 kwa sababu ya matumaini kuwa ushuru kati ya Marekani na China utapunguzwa. Hii pia ilisaidia kupandishwa kwa bei ya bidhaa kama chuma ghafi. Dola ya Marekani pia iliongezeka thamani wiki hii kwa mara ya kwanza katika zaidi ya mwezi mmoja, ikibadilishwa kwa dola 1.1330 dhidi ya euro 143.6 dhidi ya yeni ya Japani. Hii ilichangiwa na taarifa nzuri ya kutoka kwa kampuni kubwa kama Alphabet Google ambayo ilitangaza faida kubwa na nia kuwekeza zaidi kwenye teknolojia ya akili bandia. Asante sana Lucia Mkono kwa undani wa taarifa hizo za kibiashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Hamudi Sanze. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Maureen Samson. Ni matumaini yangu hujambo na mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Hamudi Sanze. Na tukianzia hapa nyumbani Tanzania kuelekea mchezo wa marudiano kati ya klabu ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini, kombe la shirikisho barani Afrika utakaopigwa siku ya Jumapili. Mashabiki wa klabu hiyo wameeleza hisia zao wakisema kuwa wana uhakika timu yao itaibuka na ushindi na kuingia katika hatua ya fainali. Na sasa tukienda katika uga wa kimataifa, mshambuliaji mkongwe wa Leicester City Jamie Vardy ametangaza rasmi kuwa ataondoka katika klabu hiyo mwishoni mwa msimu huu, akihitimisha safari ya miaka 13 yenye mafanikio na kumbukumbu nyingi za kihistoria.
George Mposewa ameandaa ripoti kamili ya kimichezo. Kuelekea mchezo wa marudiano kati ya Simba Sports Club na Stellenbosch FC utakaofanyika Afrika Kusini, maoni ya mashabiki yamekuwa mseto, yanayochanganya matumaini, hofu na hamasa kubwa. Kwa upande mmoja, wapo mashabiki wanaoamini kuwa Simba ina uwezo wa kupindua matokeo na kufanya maajabu ugenini, wakisisitiza uzoefu wa wachezaji na ari ya kujibu mapigo baada ya mchezo wa kwanza. Wanaweka matumaini yao kwa safu ya ulinzi madhubuti na mashambulizi ya kushtukiza. Kwa upande mwingine, mashabiki wengine wameeleza wasiwasi wao, hasa wakizingatia faida ya uwanja wa nyumbani kwa Stellenbosch, hali ya hewa na presha ya mashabiki wa Afrika Kusini. Wanaona kuwa Simba itakabiliwa na mtihani mkubwa wa kiakili na kimchezo. Hata hivyo, jambo moja linaunganisha mashabiki wote: mapenzi kwa timu yao na matumaini ya kuona mpambano na kusisimua. Kwa vyovyote vile, mchezo huu wa marudiano unatarajiwa kuwa wa kihistoria, ukiwaacha mashabiki wakisubiri kwa hamu na moyo wa subira. Ni zaidi ya mchezo, ni heshima, ni mapambano, ni ndoto ya Afrika kuendelea kuandika historia ya soka. Kwa majina naitwa Joseph Kurwa, mimi mshabiki wa Simba, tena kindakindaki. Mimi nadhani timu ambayo tunaenda kucheza nayo tarehe 27 Afrika Kusini pale, wale tunawapiga kama ngoma. Kwa sababu gani? Tukipoteza hii mechi, sisi Simba basi ndio basi tena. Kwa sababu tunategemea kabisa sasa hivi tukiwapiga hawa tunaenda finali. Mimi kama mwana Simba natumaini kabisa tunaenda kushinda tena vizuri tu, tena kwa magoli mengi. Kwa majina naitwa Labile Pogba, ni mshabiki kindaki wa Simba, mwana Lunyas. Kuelekea kwenye game ijayo tunaenda South kule, tunaenda kumpasua mtu kama mnavyoelewa. Japokuwa tunajua mashabiki wa Yanga wanatubeza kwamba hatuwezi kuingia final. Sasa tunaenda kuadhirisha kwamba sisi Tanzania tumetoa klabu yetu ya Simba Sport Club ya kuwakilisha nchi hii ya Tanzania, kwamba tunaenda kumpasua mtu kule South. Kwa majina naitwa Ali Abdalla Mazani, ni shabiki kubwa tu wa Yanga. Hawa ndugu zetu wanaenda kukutana na timu ile ya South. Sidhani kama wataenda popote, umeona? Sidhani kama wanaenda popote kwa sababu nachoangalia kule jamaa wanaenda wanawapasua yule nyingi sana. Simba anarudi akichechemea, sidhani kama anaweza katoboa kule South. Mapunda, mimi ni shabiki wa Yanga. Kuelekea game ijayo ya Simba ya ligi kombe la shirikisho Afrika, kwa tabia ambayo inaendelea sasa hizi Afrika, kwamba nyumbani anabebwa zaidi. Mtu wa nyumbani ana uwezo mkubwa kuweza kushinda. Kwa hiyo mimi point yangu naweza kusema kwamba ile timu ya Afrika Kusini itashinda. Na katika uga kimataifa, Jamie Vardy ametangaza kuwa ataondoka Leicester City mwishoni mwa msimu huu, akihitimisha safari yake ya miaka 13 ndani ya klabu hiyo. Taarifa hiyo imepokelewa kwa hisia mseto na mashabiki wa soka, hasa wa Leicester City ambao wamekuwa wakimshuhudia Vardy akitoa mchango mkubwa tangu alipojiunga na timu hiyo mwaka 2012. Katika kipindi chake chote, Vardy amekuwa mchezaji wa kipekee aliyechangia mafanikio makubwa, yakiwemo kutoa ubingwa wa kihistoria wa ligi kuu England msimu wa 2015-2016. Akitambulika kwa juhudi, nidhamu na uwezo mkubwa wa kufunga mabao, na hivyo kujenga heshima kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka duniani. Akitangaza kuondoka kwake, Vardy ameeleza kuwa amekuwa na wakati wa kipekee katika klabu hiyo, akipitia mafanikio na changamoto kwa pamoja, kusisitiza kuwa uamuzi wa kuondoka kwake ni mgumu, lakini unatokana na kutambua kuwa muda wa kufanya hivyo umefika. Kuondoka kwa Vardy ni tukio linalofungua ukurasa mpya kwa Leicester, huku akiacha alama isiyofutika katika historia ya klabu hiyo. Itoshe kusema mpira si wa mazoea. Katika maajabu ya soka, historia imeandikwa mjini Cairo. Ni katika hali ya kustaajabisha, klabu ya soka kutoka Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns, ikionyesha ubabe mbele ya wenyeji wake kutoka Misri, Al Ahly, mwenye uzoefu mkubwa wa kucheza fainali za klabu bingwa Afrika, lakini mara hii ameangukia pua tena dakika za jioni mara baada ya kusawazishiwa bao ambalo limemtoa katika michuano hiyo na kuamuru mpinzani wake kutinga fainali kibabe. Katika mechi iliyochezwa tarehe 27 Aprili 25, Al Ahly na Mamelodi Sundowns walitoka kwa sare ya goli 1-1. Matokeo haya yameifanya Mamelodi Sundowns kufuzu kwa fainali. Mchezo huu ulikuwa wa ushindani mkubwa ambapo timu zote zilionyesha uwezo mkubwa wa kisoka. Al Ahly alifunga bao la kwanza katika kipindi cha kwanza, lakini Mamelodi Sundowns walijibu kwa nguvu na kufunga bao la kusawazisha katika kipindi cha pili.
Kwa matokeo haya, Mamelodi Sundowns sasa wanajiandaa kwa ajili ya fainali, wakitarajia kukutana na wapinzani wao katika hatua inayofuata ya mashindano hayo. Shukrani sana George Mposewa kwa taarifa hizo za kimichezo. Na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Hamoud Sanze na sasa nirudishe kijiti kwake Mwanaidi Mubarak kwa kutamatisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Hamoud Sanze kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Wavuvi wa eneo la mtaa wa Swea wamesema kuwa wanakabiliwa na changamoto lukuki kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha jijini Mwanza. Ndaitwah aanza kazi kwa kuzindua elimu ya juu bila malipo. Na katika michezo, mashabiki waeleza hisia zao marudiano kati ya Simba na Stellenbosch utakaopigwa huko Afrika Kusini. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.